Na msichana umri wa miaka 19 anaitaka idara ya polisi kuwajibika baada ya kudaiwa kupigwa risasi na afisa wa polisi wakati wa maandamano ya kupinga nyongeza ya bei ya mafuta. Na Sharon Nyambura anasema kwamba alipigwa risasi akiwa mtaani Kahawa West alipokuwa akisukwa nywele. Na Franklin Wala anatuarifu zaidi. Sharon Nyambura mwenye umri wa miaka 19 anaendelea kupata nafuu nyumbani kwao mtaani Kahawa West, Nairobi. Anauguza jeraha la risasi aliyopigwa na afisa wa polisi wakati wa maandamano ya kupinga nyongeza ya bei ya mafuta mnamo tarehe 18 mwezi Mei. Siku hiyo Sharon anasema alielekea kwa rafiki yake kusuka nywele. Akiwa katika harakati hizo, anasema alihisi maumivu makali kifuani, na hapo ndipo ilipobainika kuwa alikuwa amepigwa risasi. Nikasikia risasi imelia juu mara mbili. Tuyo dema kanyambia, acha nikumaliziange haraka. Hata 5 minutes, hata 5 seconds ikuisha. Kitu ikakuja kama imeniingia hapa hivi. Iliingia hapa, ikakuja ikakwamia hapa hivi. Sikumbuki next vile kulikuwa mimi nilikuwa theater na nilikuwa nimezima. Mimi hata sikuwa najua nini, kwenda usindo aliniambia ni gunshot. Mamake Sharon alifika katika eneo la tukio kwa haraka na kumkuta akiwa amelala sakafuni huku akivuja damu. Kwenda ndio nilikuta msichana wangu anatoka damu kwa kifua akiwa amelala hapo chini. Sharon alikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta. Uchunguzi wa kimatibabu ulibaini kuwa risasi ilikuwa imekwama kifuani mwake. Wakapiga picha ya kwanza, ndio wakasema wameona risasi. Walimpeleka theater, nikauliza madaktari wenye walikuwa hapo. Akaniambia wacha nipigie ule daktari amefanya hiyo surgery. Akampigia. Akamwambia hiyo bullet yasi nipatia. Sasa on Tuesday nilienda Kahawa West nikaripoti. Akaniambia watafanya uchunguzi. Kutoka hapo hakuna kitu walinipea paka namba ya simu, akaniambia namba yangu iko huko. Sasa nikafikiria, nikasema niende kwa IPOA. Wakaniuliza kesi yangu, wakasema wameshafungua file. Sharon sasa yuko nyumbani. Hata hivyo anasisitiza kuwa ni lazima afisa aliyehusika na kisa hiki awajibikie. Kama ni polisi wafuatilie, sababu hiyo ni kifo ilikuwa inaelekea kwa mtoto wangu. Mtoto apate haki yake. Juu msichana akona maisha mingi ya kukaa, na tuwezi jua ni nini itamrudia nyumbani. Kwa mjibu wa familia hiyo, afisa aliyefyatua risasi hiyo alikuwa katika kambi ya polisi wa utawala ya Kamae. Maafisa wa kambi hiyo waliwahi kumtembelea Sharon hospitalini, lakini baada ya hapo walikaa kimya. Franklin Wala, runinga ya